Kama tunavyofahamu, siku za nyuma kuanzia tarehe 5 wenzetu wa TEMESA na wa TASAC pamoja na idara ya hali ya hewa walitangazia kuwepo na pepo kubwa ambazo zilikuwa zinavuma katika bahari yetu ya Hindi. Hii ilisababisha TEMESA kusimamisha kivuko chetu. Baada ya kusimamisha kivuko hiki, tulilazimika pia kufanya matengenezo ya kivuko hiki cha MV Kazi, ambapo tumebadilisha injini. Tumebadilisha injini, tumeweka injini mpya 2 zikisaidiana na 2 zilizokuwepo. Tumebadilisha mifumo ya umeme, tumebadilisha mifumo mingine ya uendeshaji wa chombo hiki, na ni matarajio yetu kwamba tunatambua kwamba serikali imefanya kazi kubwa sana na kuna enrollment kubwa ya wanafunzi ambao wataanza shule kesho. Kwa hiyo tumezungumza na wenzetu wa Azam ambao tumewaomba watusaidie kuvusha wanafunzi wakati sisi tunafanya sea trial ya kivuko chetu. Kwa mujibu wa taratibu za uendeshaji wa vivuko, baada ya kufanya matengenezo wanatakiwa ufanye majaribio ya baharini. Kwa hiyo tutafanya majaribio yetu kesho asubuhi, na mchana muda wa saa 8 kivuko chetu cha MV Kazi kitakuwa kimerejea kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. TEMESA inawaomba radhi watumiaji wa kivuko hichi kwa usumbufu wote ule ambao umejitokeza, na tunawaahidi kwamba baada ya matengenezo haya kivuko chetu kipo tayari kwa ajili ya kuwahudumia ili waweze kutekeleza majukumu yao. TEMESA inaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa support kwa kipindi chote hiki ambacho tumekuwa tukifanya matengenezo haya madogo ya kivuko hiki. Ni matarajio yetu kwamba mwezi wa 4 kwa mujibu wa mkataba kivuko cha MV Magogoni kitakuwa kimerejea, na mwezi wa 10 kivuko cha MV Kigamboni kitakuwa kimerejea kutoka kwenye matengenezo makubwa, na hapo kivuko chetu cha MV Kazi tutakipeleka kwenye matengenezo makubwa ili tuendelee kutoa huduma kwa wananchi.